Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, mimi nataka kumwambia hivi. Wewe ulishaongoza miaka yako 10. Wacha kuleta fitina ya kuchochea wananchi, ya kuchochea viongozi ambao wanatafuta uongozi kwa njia isiyofaa. Viongozi ambao wanataka kuingia mamlakani kwa njia ya halali, kwa njia isiyo halali. Kwa sababu wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza, hapa ndio tuliweza kupoteza kijana yetu Msando. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza, hapa ndio tulikuwa tunapata mili ya watu katika River Yala. Kila mwezi watu hawezi wiki haiwezi kupita kama wafu hawajapatikana pale River Yala. Mwingine anasema ya kwamba ati hata pale Kware wakati Ruto ameingia uongozini ndio ati watu wameuawa katika uongozi ya Ruto. Watu waliuawa kitambo wakati Uhuru alikuwa uongozini. Sasa Ruto anakuja kukutana na kitu yenye yeye hakuanzisha. Sasa ikiwa mtu anakuja kupatikana ikiwa ameoza, huyo mtu aliuawa kitambo sana. Kwa hivyo wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaongoza, ndio watu wengi waliuawa zaidi. Na hapo pia ndio tulikuwa na maandamano baada ya maandamano. Kama mnaweza kumbuka vizuri, hapa katika uongozi wa Uhuru Kenyatta ndio tulikuwa na maandamano ya muda mrefu zaidi ya walimu. Uhuru aliweza mpaka PND. Walimu waligoma kwa muda mrefu zaidi yenye haijaonekana katika nchi yetu. Na wakati Ruto ameingia kwa uongozi, hata maandamano hatutakuwa na maandamano ya maana. Hatujakuwa na maandamano. Na Uhuru Kenyatta aliwacha trilioni ya deni. Sasa hapo hiyo trilioni alikuwa anakopa ilikuwa inaibiwa. Eurobond iliibiwa. NYS ikaibiwa. Tulikuwa na wizi mingi katika uongozi wa Uhuru Kenyatta. Na hapo pia ndio Uhuru Kenyatta mwenyewe alijitokeza akasema ya kwamba kila siku bilioni 2 inapotea. Na Ruto anajikakamua, anajaribu kunyorosha vitu iwe sawa. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba Mheshimiwa William Samoei Ruto apewe nafasi arekebishe nchi. Kama atashindwa, tutakuja kumsaishia mtihani yake 2027. Tutamwambia kama anaenda nyumbani ama aende. Lakini kwa saa hiyo Ruto ndiye amekutana na dhana kubwa sana ya maandamano ya kusema one term must go. Na wale ambao wanasema hivyo ni watu ambao hawana agenda. Akina Matiang'i ndio mwizi alienda kuiba land pale Ruaraka. Ndio alileta mfumo ya elimu mbaya inasumbua walimu mpaka sasa hivi. Even myself, I don't understand this model of teaching ya CBC. Na hii Matiang'i ndio alienda akaua watu wakati alikuwa Minister of Insecurity. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, wacha Mheshimiwa William Samoei Ruto apewe nafasi. Correct. Mr. Speaker, nikimaliza. Sisi tunaunga mkono serikali ya Ruto lakini tuko na njaa. Sisi tunaiunga mkono lakini tuko njaa kuliko wale ambao wanasema one term. Hii serikali imekataa kupanga watu wao. Hata wewe bwana hujapangwa. Hii serikali itatupanga bwana. Serikali ya William Samoei Ruto itapanga wanabunge wa Jakaranda. Mimi nataka kuambia Oscar Sudi, panga hao watu waende State House, waende waonekane na Mheshimiwa William Ruto. Faruki Kibet, wacha kutembea huku na kule. Iko watu wa two term hapa. Kuja upange hao watu. Kuja upange hao watu wapate kazi na wapate pia vyeo. Kwa sababu tuko na watu ambao wako na uwezo. Hata Omosho Wanao tunataka apangwe yeye ndiye akuwe msimamizi wa hii uwanja. Awe ana supervise kazi ambayo inafanyika kwa hii uwanja. Omosho Wanao apewa ambassador ya Jakaranda. Yeye ndiye asimamie kama kuna mtu ambaye anataka kukuja hapa kuleta crusade, yeye ndiye usiku wa manane pia ako hapa. Apangwe, apewe suti na apewe bibi nyingine. Ya mwisho, walemavu wanawakilishwa vizuri. Katika kila uteuzi ambayo inafanywa wa vyama, kuna chance maalum ambao walemavu wanapewa. Hata katika
kusajili, wao pia wanapewa nafasi. Kwa hivyo mtu asilia ya kwamba walemavu wameachwa nyuma, au wanaangaliwa vizuri. Interest ya persons with disability are well catered for. And kila mahali, hata katika kuajiri wafanyikazi, nafasi yao inakuanga. Kwa hivyo hata chama chetu cha ODM imeangalia walemavu vizuri na imeweza kuwapea nafasi katika uongozi. Asante sana.